Na baada ya kukutwa kule, basi polisi walifanya kazi yao, wakaanza mahojiano naye. Na kumbe wakati wa mahojiano Padre Jordan Kibiki aliwaambia jeshi la polisi kwamba asingependa kuendelea kusababisha usumbufu. Ukweli ni kwamba alifika huko Mbeya kwa namna ambayo hata yeye mwenyewe hakuielewa kutokana na hali aliyokuwa nayo, hasa siku ya tarehe 18 Septemba. Na sasa baada ya uchunguzi wa kitabibu ambao nitausemea hapa chini, tunaweza kusema alikuwa na unyongefu. Kiingereza chake ni depression. Unyongefu huo ulichangiwa na yeye kugundua kuwa amekula hasara ya takriban shilingi milioni 3.5 kwenye biashara ya mtandao unaoitwa eBay. Alipata hisia kwamba ameibiwa pale alipoambiwa atume fedha nyingine kinyume na makubaliano ya awali na huyo waliokuwa wanawasiliana kwenye mtandao huo. Hapa ninaomba nifungue mabano na kufunga. Lengo letu si kuituhumu kampuni ya eBay kwamba ni kampuni ya wezi, kwa sababu baada ya kufuatilia tumeona ni kampuni ambayo imesajiliwa kihalali kabisa huko Marekani na inafanya kazi za biashara mtandaoni. Ila bila shaka kama ambavyo biashara yoyote inavyoweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu, au mtu yoyote anaweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu, inawezekana hata wao kuna mtu ambaye alijisajili kama agent na kuanza kutafuta maagent wengine, na kwa bahati mbaya akaanza kutokuwa mkweli. Sasa kati ya fedha hiyo aliyohisi kwamba amekula hasara, 500,000 alikuwa ameazima kwa paroko, yani Padre Isaac Nzigirwa, na 1.5 alikuwa ameazima kwa mhasibu wa jimbo letu, yani Padre Godwin Maliga, na hivi kufanya jumla ya shilingi milioni 2. Kwa hivi inaonekana kwenye transaction zake huko eBay zilikwenda milioni 3.5, kwa maana ya milioni 1.5 ilikuwa ya kwake yeye mwenyewe. Hivi mnaweza kuona kuwa kwa kweli hakuwa na madeni makubwa hivi ambayo katika hali ya kawaida na kwa mtu mwenye afya ya akili ya kawaida yangemfanya atelekeze porini gari ya shilingi milioni 25. Kutokana na maelezo kwamba hakuwa ametekwa, yale maelezo aliyotoa wakati wa mahojiano na jeshi la polisi, basi Padre Jordan alianza kutuhumiwa na jeshi la polisi kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo kuwa alikuwa ametekwa wakati angekuwa amejiteka mwenyewe. Na hivyo basi Padre Jordan alibaki mikononi mwa jeshi la polisi mpaka alipotolewa kwa dhamana tarehe 25 Septemba 2025. Tarehe 26 Septemba 2025, baada ya mimi mwenyewe kuzungumza naye kwa faragha na kuhisi kuwa hakuwa vizuri, tuliamua kumpeleka hospitali ya rufaa Tosamaganga kwa ajili ya kuangaliwa afya, na ikathibitika kuwa ana unyongefu, yani depression, na hivi akaanzishiwa matibabu. Jeshi la polisi kwa kuzingatia hali hiyo ambayo amekuwa nayo padre wakati huo wote, hata wakati wa tukio hilo jana tarehe 29 Septemba 2025, limefuta tuhuma na kumwacha huru. Naomba ifahamike hivi kwa mujibu wa sheria za kanisa
ambazo ziko kwenye mkusanyiko huu, jinai au madai yanayomhusu padre binafsi si ya kanisa, bali ni yake yeye mwenyewe. Hata hivyo, ni wajibu wetu kama kanisa kutafuta ukweli wa tuhuma bila kuingilia kazi ya vyombo vya uchunguzi vya kiserikali, na ndivyo tulivyojitahidi kufanya. Sasa, kwa kuwa wao, yaani jeshi la polisi, wamemaliza kazi yao na wamebaini kuwa padre hana tena kesi ya kujibu, sisi tunaendelea na kushughulikia afya ya padre ili arudi kwenye hali ya utulivu, halafu mambo mengine yataendelea.